Ujambo mpenzi mtazamaji na karibu tena katika uchambuzi wa lesoni. Naamini ya kwamba umekuwa na juma njema, lenye baraka, lenye fanaka. Hata kama umepitia magumu na mazito, Mungu ni mwaminifu na atazidi kukushindia. Na kwa sababu kama ilivyo ada, bado tunarejea tena hewani na mada ya kipekee sana kuweza kuchambua lesoni. Na jukumu letu kubwa zaidi si kuweza kuonyesha jinsi ambavyo tuko mahiri sana, lakini ni kuweza kumuinua Yesu Kristo juu ili Kristo apate kuonekana katika maisha yako. Ndio kwa sababu tuko hapa kuweza kuchanganulia mada hizi kwa muongozo wa Roho Mtakatifu. Kama ilivyo ada, wewe unatazama ukiwa pale nyumbani, wewe unasafiri, wewe uko hospitalini, jua ya kwamba Mungu anakubariki popote ulipo. Hapa kwenye jukwaa la uchambuzi wa lesoni, kama ilivyo ada, sipo peke yangu katika uchambuzi huu, bali niko naye mwalimu Ustad Tony Obuya. Karibu sana mwalimu Ustad Tony Obuya. Shukran sana. Ujambo na karibu katika kipindi cha leo. Natumai kwamba utabarikiwa kwa jina lake Kristo Yesu. Amina. Karibu. Kwa hivyo juma lako na mimi limekuwa njema sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Juma limekuwa shwari. Sijakuwa na mambo mengi ya kuweza kusikitikia. Sijui juma lako limekuwa vipi? Na kwangu pia limekuwa jema, licha kwa kumekuwa na milima na panda shuka za hapa na pale. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ni mwaminifu katika hali zote. Amina. Amina. Unajua katika sabato katika msururu wa kile kipindi ambayo tunaweza kuangalia telesoni ya kwanza, kulikuwa vijana wamekuwa katika hali ya kusema ya kwamba wakiwa na kauli mbiu ya kwamba kutenda katika kuidhinisha siku za vijana ulimwenguni mzima. Na tumekuwa tukiangazia mada ya kwamba upendo wa Mungu jinsi unavyotaka kuonyeshwa. Na ni fahari yetu kuweza kumuonyesha Yesu Kristo kwa kutekeleza, kwa kuweza kuwafikia majirani zetu, hata kwa kuweza kuwasaidia. Maanake huo ndio upendo halisi. Kwa hivyo kabla tuweze kuendelea mbele na kuanza katika sehemu ya siku ya leo, wacha tuweze kuamini, tuweze kupata ombi. Karibu sana. Tuamini basi na tuombe. Mtakatifu Bwana Mungu wetu, tunakushukuru tena kwa fursa nyingine. Umeturuhusu sisi wanadamu tu, watu wa kawaida, watu rejareja, tuweze kusimama mbele za watu wako kwa ajili ya kuchanganua neno lako. Si kwa akili zetu, si kwa uwezo wetu, sio kwa hekima yetu, bali tunaomba Roho wako Mtakatifu aongoze vinywa vyetu, atuongoze hata na mawazo yetu, ili yale tunayonena yawe yale ambayo umekusudia kunena pamoja nasi, pamoja na watazamaji wetu. Basi tuongoze tunapoanza kipindi hiki hadi tamati, katika jina la Kristo Yesu tumeomba. Amina. Amina. Asante sana kwa ombi hilo nzuri kabisa. Kwa hivyo tunazama katika mada ya siku ya leo, ya juma hili nzima. Na unajua ukisikia mtu anarejelea jambo mara mbili, mara tatu, na mara si zaidi ya tatu, anajaribu kusisitiza jambo fulani. Anajaribu kusisitiza jambo kwamba upendo ni utimilifu wa sheria. Upendo ni utimilifu wa sheria. Tuelewe vipi mada hii, mwalimu? Upendo ni utimilifu wa sheria. Utimilifu ni kama kufikisha kiwango chake. Kwa hivyo tukisema upendo ni utimilifu wa sheria, ni kama kuifikia kiwango cha sheria. Hivi kwamba tuweze kufikia kiwango cha sheria, ama kufikisha mahitaji ya sheria, pana hitaji la upendo. Au kudhihirisha waziwazi kwamba tuna upendo ndani yetu, basi inahitaji sisi kuangalia katika sheria. Mienendo yetu inaonekana vipi kwa mujibu wa maagizo yaliyo katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Ndio manake tumepewa pale fungu la kukariri, Warumi 13 fungu la 8. Warumi 13 fungu la 8. Anasema hapa, musiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Basi mtu wa kawaida, Mswahili wa kawaida, huenda akashangaa kuwiwa ni nini. Kuwiwa ni nini pale? Kuwiwa ni kama kuwa na deni. Kuwa na deni, sivyo? Sasa Biblia inatueleza ya kwamba deni ambayo tumebaki nayo ni deni ya kuonyesha nini? Ya kutimiliza upendo. Kuonyesha upendo kwa utimilifu.
hivi kwamba tukionyesha upendo kwa wenzetu tumeitimiza nini? Tumeitimiliza sheria. Tumeitimiliza sheria. Sasa hapo ndipo pana jambo la kujadili. Maanake kuna wenzetu wanasema mimi nipe upendo lakini sheria weka mbali. Yawezekanaje? Mwingine asema sasa hii sheria yetu kama kisa kile ambacho mwandishi wa lesoni alikuwa kikisimulia. Watu wako kwenye baraza la kanisa. Kuna kesi imeletwa pale. Wanajaribu kufanya uamuzi, kisha muumini mmoja akasimama pale akasema hapa tunapofanya maamuzi weka neema na rehema wapi? Kando. Upendo pia ukae wapi? Kando maana yani weka msingi wa huruma kando. Sasa hapa tunahusika tu na sheria jinsi ilivyo. Hivi ngoja kwanza pale. Kuna jambo ambalo limejiingiza pale ya kwamba ati tuweke huruma kando. Kwa hivyo kumbe tunapoonyesha utimilifu wa upendo tunaonyesha kwa njia ya huruma. Hivi inamaanisha hivi ya kwamba unapokuwa unatembea barabarani umpate mtu ya kwamba amevaa vibaya, uenda nguo zake zimechanika kabisa, jambo ambalo litatendeka katika maisha ya kwamba utamuonea huruma. Na unapoanza kumuonea huruma utahitaji kuweza kumsaidia. Kuna mwingine utampata kwamba ana njaa kabisa. Utaanza kumuonea huruma, jameni ana njaa, mpaka anakusisimua moyo, unaweza kumsaidia. Kwa hivyo hivi ina maana gani? Hivyo ina maana ya kwamba sheria imeandikwa ndani ya roho yako. Kwa hivyo huruma hutokana na kuwepo kwetu na ile sheria ndani ya roho zetu. Inatuonyesha kwamba yule ambaye anateseka. Manake lesoni ya awamu iliyopita tulikuja kugundua ya kwamba hatuwezi tukasema ya kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu ilhali jirani yetu kama yule Msamaria mwema, kweli kabisa, ambaye amekwisha kudhulumiwa, tunamwachilia tu pale aendelee kuteseka. Kwa hivyo inamaanisha wale ambao sheria imeandikwa ndani ya roho zao ndio wale wana uwezo wa kuonyesha huruma. Manake wana uwezo wa kuona kwamba kuna udhalimu pale. Inahitaji kumwonyesha huyo mtu upendo wa Mwenyezi Mungu, upendo wake Mwenyezi Mungu, kwa kumtendea haki. Jameni, kwa kumrudisha katika hali njema. Sasa pale tunapata neno linasema kwamba sheria ya upendo. Naam. Sasa sheria ya upendo inajidirisha namna gani? Na sheria hii ya upendo ilianzia wapi na inaonekana vipi? Maana pale unasema unapokuwa na huruma tunaanza kuonyesha upendo. Hatuwezi kuishi na watu wanateseka. Unaona pale unachapa umesema kwamba jameni wacha tukuombee. Tumelala tu njaa, jameni Mungu atafungua tu njaa, kisha unawaacha jameni. Mungu atafungua njia kwa njia gani na wewe uko pale? Hebu sheria ya upendo, mwalimu wangu. Kuna jambo ambalo tunadokezewa pale ya kwamba kuna uhusiano wa kiundani, wa karibu sana kati ya sheria na upendo. Kati ya sheria na upendo. Na tukisema sheria ni ya upendo, inamaanisha kwamba umiliki ni kwa upendo. Yaani ni upendo unaopeana sheria. Na hapo mwanzo tulikuja kugundua ya kwamba sheria inaonyesha tabia fulani. Tabia fulani. Na ikiwa sheria inatokea kwa jamaa fulani, basi hiyo sheria inaonyesha tabia au hulka ya huyo jamaa fulani. Na tunayoangazia sio sheria ya kawaida. Kwa hivyo inamaanisha sio katiba ya Kenya. Bali ni sheria yake nani? Sheria yake Mwenyezi Mungu. Sheria yake Mwenyezi Mungu. Hivi inamaanisha tunachambua tabia ya Mungu au sio? Tunachambua tabia ya Mwenyezi Mungu. Sasa tukisema sheria ni ya upendo. Je, kuna uwezekano kwamba Mwenyezi Mungu ni upendo? Ndio kabisa, ni upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana 4. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 fungu lake ni la ngapi? La 8. Fungu lake ni la 8. Yohana anasema hivi, yeye asiyependa hakumjua Mungu. Kwa maana Mungu ni upendo. Kwa hivyo Mungu aliye upendo ndiye aliyepeana nini? Aliyepeana sheria. Aliyepeana sheria. Kwa hivyo hii sheria tunayoangazia ni sheria yake Mwenyezi Mungu au sheria yake nani? Upendo. Na jinsi tulivyosema, sheria ni dhibitisho ya tabia zake Mwenyezi Mungu.
Amina. Kwa hivyo tukitaka kujua Mwenyezi Mungu Anakaaje? ni mtu wa aina gani, Tumchambue katika nini? sheria. Katika sheria. Sasa pale, mwalimu wangu, unajua huenda kuna mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa na ni kwa mara ya kwanza. Naam. Huenda anastaajabu tunazungumza kuhusu sheria gani. Kwanza hizi sheria zinapatikana wapi? Na hizi sheria zimepangwa kwa njia gani? Manake pale napata kwamba katika somo lililopita tulipata kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote, na mpende jirani kama nafsi yako. Kwa hivyo sheria hizi ambazo tunaziangazia hapa zinapatikana wapi na zimegawanywa kwa njia gani? Aha, tukirejelea lile fungu la kukariri, kitabu cha Waroma 13. Kitabu cha Waroma 13. Tumesoma fungu la 8. Lakini ukisoma fungu la 9 tumedokezewa pale. Sasa soma fungu la 9. Waroma 13 fungu la 9 nasema, maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hilo, ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Fungu la 10 anasema hivi, pendo halimfanyii jirani neno baya. Basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Pendo ndilo nini? Utimilifu wa sheria. Sheria gani tunaliangazia? Sheria ambayo linasema ya kwamba usiue. Sasa ni wapi uliposema kwamba usiue? Tunarejelea Kutoka 20. Hebu tuangalie ni yupi alinena maneno haya. Kutoka 20 fungu la 1 peke yake. Kutoka 20 fungu la 1. Fungu la 1 hapa anasema hivi, Mungu akanena maneno haya yote. Nani? Akasema Mungu naye ndiye aliyenena maneno haya yote. Mzungumzaji ni Mungu mwenyewe, na mpeanaji. Sasa unaposoma pale ukifululiza hadi fungu la 17 utapata maneno yale ambayo Paulo ameyanukuu katika Warumi 13:9 pale. 13:9. Usiue, usizini, usimshuhudie jirani yako wa uongo, na mambo mengine kama haya. Kwa hivyo hii sheria imetokea kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Na ni sheria ipi? Amri 10 za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo pale pia unapata kwamba kumbe sheria hizi 10 zimepangwa katika mtindo fulani. Kwa hivyo mtindo tunapata kwamba mtindo ule wa kwanza ambao tunapata pale ni kana kwamba sheria za kwanza 4 zinazungumza kuhusu mahusiano ya mtu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na Mungu mwenyewe. Alafu tunapata kwamba kuanzia sheria ile ya 5 mpaka ile ya 10 inaelezea mahusiano ya mtu na mwenzake kibinafsia. Kwa hivyo inamaanisha kama njia yako imeenda kombo hivi, imepinda hivi, unaanza kunyooka. Naam. Kwa kutumia nini? Sheria. Kwa hivyo sheria ni kama timazi. Tusemeje? Ni kama timazi. Kwa hivyo unaweza kujipima kama mizani ya mtu kuweza kujipima. Ajiangalie, je, mimi namfanana yule aliyetoa sheria ama tabia zangu zinafananaje? Kweli kabisa. Na hapo ndipo panatuleta katika hali ya kugundua kwamba tuna mapungufu. Nakumbuka uliposema pale ya kwamba ile gumzo iliyokuwa kati ya huyu mwanasheria naye Kristo Yesu katika Mathayo 22. Sasa Kristo Yesu akamueleza kwamba umpende Mwenyezi Mungu wako kwa nafsi yako yote. Ndio kabisa. Na umpende jirani jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Yaani dhana ni mbili. Tunapompenda Mwenyezi Mungu tunampenda kwa nafsi yetu yote. Amina. Lakini tunapompenda jirani tunampenda kama jinsi tunavyopenda nafsi yetu, ama kama nafsi yetu. Kwa hivyo kwa nafsi yetu yote ni Mwenyezi Mungu. Kama nafsi yetu ni kwa jirani. Lakini neno nililokuu pale ni nini? Ni upendo. Na hili dhana halikuwa geni. Manake katika Kumbukumbu la Torati 6:5. Kumbukumbu la Torati 6:5. Mtume Musa nabii anasema hivi, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Haya basi, Mambo ya Walawi 19:18. Mambo ya Walawi 19:18. Mambo ya Walawi 19:18.
anasema hivi, Mtume Musa anaendelea kusema, usifanye kisasi wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako, bali umpende jirani yako kama nafsi yako. Mimi ndimi Bwana. Sasa ndio hiyo. Kwa nafsi yako yote, tena kama nafsi yako. Tangu jadi ndio umekuwa mpango wake Mwenyezi Mungu. Amina. Na amedhihirisha kwa kutupa vipengee. Maanake mtu anaweza jiuliza, ni jinsi gani nitaonekana kwamba nampenda Mwenyezi Mungu? Kweli kabisa. Ni jinsi gani nitakavyoishi nionekane kwamba nampenda nani? Jirani wangu, jirani yangu, na nampenda Mwenyezi Mungu. Sasa hizi sheria zinatuonyesha ya kwamba kwanza tunampa Mungu nafasi ya mbele. Yeye ndiye anakuwa wa kwanza. Na akiwa wa kwanza hakuna wa pili. Kwa hivyo hakuna sanamu wa kuchonga. Na akiwa wa kwanza na tunampenda kwa kweli, hatuweza kubeba jina lake ovyo ovyo. Na akiwa wa kwanza bila shaka tutatafuta kila nafasi ya kumwabudu na kutenga siku. Yani inamaanisha kwamba watu wengine wanachukulia sheria ni kana kwamba ni vikwazo. Lakini tutakapoanza kuangalia sheria kwa darubini ya upendo, tunaanza kuona kwamba kuna utofauti fulani. Kwa hivyo tunaanza kuishi na upendo, kumbe tunaitimiliza sheria pasipo kujua. Kuna watu wamefarikisha sheria na upendo. Kwa hivyo kusudi letu hapa ni sio tu kuwajuza, bali kuwakumbusha kwa mujibu wa maandiko ya Biblia kwamba upendo na sheria zimeoanishwa, yani vinaenda sambamba. Haviwezi kutenganishwa. Maanake yule mtu wa sheria ni upendo. Amina. Kwa hivyo ni dhihirisho ya hulka zake. Sasa sisi mtazamo wetu kuhusu sheria unafaa kuwaje? Mtazamo wetu unafaa kuwa ule wa Biblia. Waroma 7. Warumi 7. Warumi 7 pale. Fungu la 7. Warumi 7 fungu la 7. Mtume Paulo anasema hivi, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha. Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Hadi 12. 9 anasema hivi, nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi ilihuika nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Basi Torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Sasa tunaweza sema Paulo ni kama amechanganyikiwa hapa. Maanake anasema amri inamletea dhambi, tena amri ni takatifu, tena ni njema tena. Sasa ni kwa kuaje pale? Inakuwa kuaje pale sasa? Unajua tunapooainisha kauli hii pamoja na kauli nyingine ambayo nasema hapo mbele kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba ati yote yalikwisha msalabani. Kwa hivyo si lazima tuishi kwa sheria. Ati ilikwisha. Kwa hivyo tuishi jinsi tunavyojisikia. Watu hawa kweli sheria zilikwisha ama namna gani? Kwa kweli ndugu. Inakwishaje kile kilicho haki? Kile kilicho chema, tena takatifu, tena tabia ya Mungu. Iweje tabia ya Mwenyezi Mungu ikasulubishwa msalabani? Tunachojaribu kusema ni nini? Ama anachojaribu kusema Paulo ni nini kuhusiana na sheria yake Mwenyezi Mungu? Tuende kabisa. Paulo anajaribu kusema hivi ya kwamba kabla nijue maagizo ya Mwenyezi Mungu, kabla nijue hadhi ya juu zaidi ya mizani ambayo Mwenyezi Mungu amewekea wanadamu wanayostahili kufikia, nilikuwa ninafikiria mimi ni mtu mwema zaidi, mtu mzuri kabisa, mimi ni mtu mzuri tena mkamilifu, nimenyooka kabisa. Lakini Mwenyezi Mungu aliponifunulia hulka zake, maanake sheria ni
nakala ya tabia zake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliponifunulia tabia yake, nikaja nikajiangalia kwenye kioo cha tabia zake, nikajiona nimepungukiwa. Hivi umeleta dhana nyingine nzuri sana. Hivi sheria inafananishwa kama kioo. Kwa hivyo Mtume Paulo akawa anajiangalia katika kioo ambaye ni sheria, akagundua kumbe sheria haiokoi, haiwezi kuokoa, bali sheria inafanya nini? Sheria inatuonyesha makosa. Na inatuonyesha pia hitaji letu la kusafishwa. Maanake hata nyinyi mnapotumia kioo pale nyumbani, kipodozi pale, kioo hakiwezi kukusafisha. Kioo hakiwezi kukupodoa. Kioo ni kile ambacho unatumia tu kuangalia sura yako unapoendelea kufanya yale mambo yako. Lakini kioo chenyewe sio kifaa cha kujisafisha. Sawia na hayo ni sheria yake Mwenyezi Mungu. Inatuonyesha ile picha kamili ama taswira kamili. Kwanza kabisa ni taswira yake Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yafanana hivi, tabia zake ziko hivi. Yani hakuna siku ambayo utakuja kufikiria kwamba Mwenyezi Mungu atawahi ibia mtu. Kweli kabisa. Haiwezekani. Je, Mwenyezi Mungu anaweza akanena uongo? Haiwezekani. Kamwe hawezi, hawezi kunena uongo. Lakini sisi wenyewe tumejijua. Tunadanganyana kila kunapokucha. Kila wakati kabisa. Mchana kutwa tunadanganyana. Wengine wanasema nakupenda lakini hamaanishi jambo hili. Mwingine anasema hata nitakuombea, lakini akienda kwanza akipiga hatua 5 4 amekwisha kusahau. Unajua kwanza sisi watumishi tunapenda sana kudanganya na hiyo sana. Unapata na mtu anasema kwamba jamani mtumishi wa Mungu niombe, nitakuombea sana. Lakini unapofika hapo unasema kwamba kumbe ni mwambie kwamba utamuombea. Mimi nafadhalisha mtu anapokuambia kwamba uniombe, muombe wakati huo huo. Ili uweze kuwa mkweli, usije ukawa muongo. Manake uongo, Mungu anasema kwamba anachukia watu wanaosema uongo. Unajua sasa mwalimu wangu, wapo watu hapa ambao wanasema ya kwamba sheria wanaweza wakaishi bila sheria. Na unajua kuna jambo ambalo maandiko yanajaribu kusisitiza hapa. Pale ambapo Mungu anasema kwamba ya kwamba haitapita nukta moja, hata yodi moja. Sheria itabaki jinsi hivyo ilivyo. Hivi Yesu alipokufa msalabani, alikuja kuondoa sheria ama alikuja kufanya nini? Mathayo 5:17. Mathayo 5:17. 5:17 na 18. Mathayo 5:17. 17 anasema hapa hivi ya kwamba msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Haya. Haya, endelea. Anasema hivi 18. Kwa maana amin nawaambia. Yani anaanza kwa kutuhakikishia. Anaposema amin nawaambia, anasema jambo hili ni dhabiti. Mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Yani unapoandika neno kuna nukta unaweka pale juu. Yani kuna nukta unaweka hapo juu ya neno yani inaandikwa hivi juu ya hiyo herufi. Sasa Kristo Yesu anasema hata hiyo nukta yenye iko juu ya herufi haiwezi kuondoka mpaka mbingu na nchi yote kuweza kutoweka. Anasema sheria ni dhabiti hivi kwamba iweze kuondolewa. Hivi kwamba iweze kufutiliwa mbali. Inagharimu nchi na mbingu yote kupita. Wajua mbingu ndio kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Yani inagharimu kuondoa mpaka kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Yani kila kitu kipate kuondolewa. Ndivyo sasa sheria zipate kuondolewa. Ndivyo sheria zipate kuondolewa. Sasa ikiwa sheria inasimama hivi dhabiti, na umejua agano la Mwenyezi Mungu ama sheria ya Mwenyezi Mungu ni ya milele. Zaburi 119 fungu la 142. Zaburi 119 fungu la 142. 142. Mtume Daudi hapa anasema hivi. Anasema
haki yako ni haki ya milele, na sheria yako ni kweli. Na sheria yako ni kweli. Haki yake inayotokana na sheria yake ni ya nini? Ni ya milele. Maanake tuligundua katika Waroma 7:12 ya kwamba sheria ni ya haki. Ni ya haki. Ndio inahakikisha kwamba kuna haki yake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yote haya ni ya milele. Amina. Na ikiwa ni ya milele, na sisi tunapojiangalia tunajiona tuko na upungufu, basi sheria inatuelekeza wapi? Je, hii sheria inatuelekeza wapi? Ikiwa tunajiangalia, tunajiangalia sisi sote tumeasi, tumeanguka katika dhambi, isemavyo Warumi, na tumepungukiwa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Basi Yeremia 31. Yeremia 31 pale. Fungu la 31. 31. Anasema hivi nabii huyu. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Agano jipya. 32. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Asante sana. Amina. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema kuna jambo jipya, ama kuna agano jipya ambalo angependa kufanya pamoja na watu wake, waja wake. Na anasema hili agano jipya ni kuandika sheria ndani ya nini? Ndani ya mioyo yetu. Ndani ya mioyo yetu. Haya basi, shikilia pale. Mpenzi mtazamaji, hivi ni kuambie, ufikiri tu kule nyuma sheria zilikuwa zimeandikwa kwenye vibao vya mawe, lakini sasa zimeandikwa katika mioyo yetu. Yaani unapotaka kutenda jambo fulani, unahisi kana kwamba mawazo yako anakuambia kwamba jambo hili si jema kabisa. Hivi unavyoelekea si kwema kabisa. Hivi unavyotenda haimpendezi Mwenyezi Mungu. Yaani kuna sauti ambayo inazungumza ndani yako. Umewahi kuisikia sauti hiyo? Na sauti hiyo huwa ndogo sana. Mwalimu wangu, unajua siji unayapi ya mwisho kuweza kusema kuhusiana sehemu ya kuandika sheria katika mioyo yetu na kuweza kujumlisha lesoni ya juma hili nzima? Asante sana. Karibu sana. Hivi kwamba tuweze kupata sheria ikiandikwa ndani ya mioyo yetu, pana hitaji la mabadiliko katika mioyo yetu. Maana roho zetu ni roho za uasi dhidi ya sheria. Na Mwenyezi Mungu katika Ezekieli 36:26 ametuahidi kwamba atatuumbia moyo mpya. Hata Daudi akamuomba amuumbie nini? Moyo mpya, ambayo inafurahia sheria yake Mwenyezi Mungu. Na hilo linaonyesha kwamba pana hitaji la kuzaliwa upya. Mambo aliyonena naye Nikodemo Kristo Yesu. Na tukiisha kufanywa upya, basi tutampenda Mwenyezi Mungu kwa hiyo moyo mpya, alafu tutaenenda katika maagizo yake. Na hii sheria inapoandikwa ndani ya mioyo yetu, ndio kabisa, haituonyeshi tu kwamba tujiepushe na mambo haya mabaya, bali inatuonyesha sisi kama Wasamaria wema tuwe watu wa kutenda mema kila baada ya wakati mwingine. Asante. Tunashukuru sana. Asante sana Mwalimu Ustadi kwa kuweza kutuchambulia lesoni ya juma hili, na ni lesoni ya mwisho katika robo hii. Sheria, upendo na haki tumeweza kuangazia katika robo hii. Kwa hivyo tutakapokuwa tunarejelea hewani, tutakuwa tunarejelea na mada mpya kabisa. Mada gani hiyo? Siko umekwisha kuitazama kabisa pale. Kwa hivyo kutakuwa na mada mpya kabisa. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ningependa kuomba ya kwamba unapoanza maisha yako, unapokuwa pale nyumbani, hakikisha ya kwamba jameni, iwe ni furaha yako ya kuweza kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Iwe ni yani unafurahia kutenda kile ambacho kinampendeza, si kwa kulazimishwa ama kwa kushurutishwa. Mungu akujalie sana ili uweze kutembea katika misingi hii. Hadi tukutane tena wakati ujao katika uchambuzi wa lesoni ya robo mpya.
tuweze kupata ombi la mwisho kutoka kwa mwalimu wetu Ustadi Tony Obuya. Mungu akubariki sana, hadi wakati ujao tuonane. Tuamini basi na tuombe. Mungu Baba mtakatifu, tuaja mbele zako tena kwa zamu nyingine. Asante kwa robo hii ya kipekee ambayo umepata kutufunza kuhusu upendo na uhusiano wake na haki. Na tumepata leo kugundua ya kwamba kumbe sheria yako ni kama chapa ya tabia zako. Ni kama nakala ya tabia zako. Na hivi kwamba hata sisi tupate kufanyika katika umbo lako, tena katika sura yako. Pana hitaji la kuumbiwa moyo mpya. Na sheria yako kupata kuandikwa ndani ya roho zetu. Basi, Bwana, kwa kuwa hatuwezi kupata namna ya kuitwa hii moyo mpya. Basi utuumbie kwa rehema zako moyo mpya, tupate kuenenda kulingana na mapenzi yako. Uturuhusu tena kuwa na kipindi kingine, robo mpya ijayo. Uwe na mtazamaji wetu, panapo mahitaji uwakirimie. Na zaidi ya yote, Bwana, utulinde katika imani hadi tutakapotoa mbingu mpya na nchi mpya ambayo umetuandalia sote. Utakaporejea, sote tupatikane pale tukiwa tunasherehekea na kumkaribisha Kristo. Na ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba tukiamini. Amina. Amen. Amina.